Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba klabu ya Young Africans ipo kwenye mazungumzo ya kuachana na beki wao wa kulia Yao Kwasi Atohola, na wako kwenye mpango wa kuachana naye kutokana na majeraha ambayo amekuwa akimkumba mara kwa mara, lakini pia ni mchezaji ambaye wakati na msajili walimsajili kwa gharama kubwa, lakini pia wanamlipa mshahara mkubwa. Kwa hiyo wanahitaji kupata mchezaji ambaye watamlipa mshahara mkubwa au pamoja na kila kitu, lakini awe na uwezo wa kucheza kila wiki. Sasa kutokana na majeraha ambayo amekuwa akimsumbua Yao Kwasi Atohola, wameamua kuachana naye na ndio maana wanafanya naye mazungumzo. So kama watakubaliana, maana yake Yao Kwasi Atohola ataondoka kwenye kosta ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu. Ukumbuke Yao Kwasi Atohola ni msimu wake wa pili, na msimu uliopita ni miongoni mwa wachezaji wa Young Africans ambao walifanya vizuri sana, na ndo mchezaji pia ambaye alipata tuzo ya beki bora kutokana na performance bora ambayo alikuwa nayo, lakini pia ndo beki ambaye alihusika pia kwenye mabao mengi. Alihusika kwenye mabao zaidi ya 4 kwa msimu uliopita. Manake ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana, lakini mwishoni mwa msimu uliopita kama unakumbuka alipata majeraha, na alipata majeraha kwenye kabla ya kumalizika kwa msimu. Mechi 6 za mwisho kwa msimu uliopita hakucheza kutokana na majeraha ambayo alimsumbua, lakini pia hata msimu ukiangalia kwa namna ambavyo umeanza, muda mwingi amekuwa nje kuliko kuwa uwanjani. Ni kutokana pia na majeraha ambayo anamsumbua mara kwa mara, lakini pia wiki mbili zilizopita alikuwa na majeraha ambayo alitoka kufanyiwa upasuaji ambao of course tayari ameshapona na ameshaanza kufanya mazoezi mepesi, lakini kutokana na majeraha ambayo aliyapata na upasuaji ambao alifanyiwa, wenyewe wanaona kwamba ni mchezaji ambaye hata dumu kwa muda mrefu, na ndio maana wanafikiria kutafuta beki mwingine wa kulia ambaye atakuja kuchukua nafasi yake. Na kama watafikia makubaliano, manake Yao Kwasi Atohola ataondoka Young Africans mwishoni mwa msimu. Nao pia wameanza mchakato wa kutafuta beki mwingine wa kulia, na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa ni pamoja na Israel Patrick Mwenda ambaye yuko Young Africans kwa mkopo akitokea Singida Black Stars. Manake mwishoni mwa msimu huu wanaweza kumsajili moja kwa moja. Wanaamini kwamba ni beki wa kulia mwenye uwezo wa kureplace vizuri kabisa nafasi ya Yao Kwasi Atohola kwenye kosta ya Young Africans. Lakini ni mchezaji ambaye pia wapo baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba hana quality ambayo Young Africans wanahitaji, lakini kwa sababu ni mchezaji ambaye yupo mpaka hivi sasa na tayari ameonyesha uwezo mzuri, baadhi ya viongozi wanaamini kwamba anaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, ingawa targeti ya viongozi wakuu wa club ni kutafuta beki mwingine wa kimataifa mwenye uwezo mkubwa zaidi ambaye atakuwa na uwezo wa kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho watakuja kukifanya hapo mwishoni mwa msimu, lakini kutokana na performance bora ambayo ameionyesha Israel Patrick Mwenda, inaweza kupelekea akabakia kuwa mchezaji wa Young Africans mpaka mwishoni mwa msimu huu. Lakini pia kwa namna ambavyo mambo yalivyo mpaka hivi sasa, huoni kama kuna namna Young Africans wanaweza kupata beki mwingine wa ndani ambaye ni bora zaidi ya Israel Patrick Mwenda, na ndio maana unaona wao wenyewe kama klabu wamefikiria kumbakisha kwanza kwenye timu, lakini pia wakati huo wakiangalia utaratibu au wakifanya utaratibu wa kupata mwingine wa kimataifa ambaye atakuwa na uwezo wa juu zaidi kuliko wengine ambao wako sasa hivi. Kwa hiyo tusubiri tuone mpaka mwishoni mwa msimu nani ambaye atakuja kuingizwa kwenye kikosi, lakini huyu ni miongoni Israel Patrick Mwenda ni target ya kwanza Young Africans kwa wachezaji wanaocheza ndani. Lakini kwa wachezaji wa kimataifa, maana yake bado wanahitaji kupata fullback mwingine ambaye atakuwa ni bora zaidi. Miongoni mwa majina ambayo yanatajwa ni pamoja na fullback wa kikosi cha Al Hilal Omdurman, ingawa bado inasadikika tu kwamba wameanza mazungumzo, lakini bado hakuna taarifa official kwamba wameanza mazungumzo na yeye, ingawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa kujiunga na Young Africans. Na ukumbuke Young Africans ni timu ambayo malengo yake makubwa ni kushiriki kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na sio tu kushiriki, wanataka kufika mpaka hatua ya nusu finali. Manake watahitaji kupata wachezaji ambao ni bora zaidi. So kama itatokea wakapata saini ya beki wa kulia wa upande wa kwenye kosti cha Al Hilal Omdurman, manake atawasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ingawa pia wapo wachezaji kama kina Andre pia wanazungumzwa kutoka Singida Black Stars, anazungumzwa pia kujiunga na Young Africans. Hayo ni miongoni tu mwa majina ambayo yanatajwa, lakini wachezaji wengi of course kutoka Singida Black Stars kwenda Young Africans kuwapata ni rahisi kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo kuna uwezekano pia mkubwa wakampata hata Andre kutoka kwenye kosti ya Singida Black Stars. Ni swala tu la muda la kusubiri na kuona watafikia makubaliano aina gani. Lakini kwa namna ambavyo mimi naitazama Young Africans na malengo ambayo wamejiwekea,
sio mbaya pia pengine hata Shomari Kapombe kumweka sehemu ya targeti zao, kwa sababu Yanga ni timu ambayo inahitaji pia kufanya vizuri kimataifa na Shomari Kapombe pia mkataba wake pia unaelekea mwishoni. Manake mwishoni mwa msimu huu mkataba utapisha muda mdogo sana, manake wanaweza kununua sehemu ya mkataba wake iliyobakia, na Shomari ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na wakati bora sana kwenye kosti ya Simba na amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameandika historia kubwa sana akiwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo wanaweza pia kumtarget kama target nyingine, manake huo ni ushauri wa kwangu mimi kwa namna ambavyo naitazama Young Africans jinsi ambavyo inacheza. So ni swala la maamuzi tu kwa wao wenyewe nini ambacho wanakihitaji, lakini kwa namna ambavyo unaiona timu inavyocheza kweli inahitaji beki wa kulia mwenye uwezo mzuri na bora zaidi kuliko Israel Patrick Mwenda ambaye amehudumu kwenye klabu ya Simba lakini hajawahi kuwa beki bora wa kulia. Hata wakati ameenda Singida Black Stars hakuwa mchezaji wa chaguo la kwanza kwa mwalimu wa Singida Black Stars, lakini walau kwa wachezaji wazawa yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri zaidi. So kumfanya kama target namba moja kwa wachezaji wazawa lilikuwa ni jambo la kwanza la msingi, lakini kumweka kuwa target namba moja ya club, naamini kwamba Yanga kwenye eneo hilo watakuwa wamechemka kwa namna moja ama nyingine. Wanahitaji kupata beki bora zaidi wa kulia kuliko Israel Patrick Mwenda, na ndio maana binafsi yangu napendekeza kama watakuwa na uwezo wa kumpata mtu kama Mohamed Hussein Shabalala kama Shomari Kapombe, inaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wanahitaji kupata wachezaji ambao ni bora zaidi, wachezaji ambao wana uwako kwenye kiwango bora zaidi, wachezaji ambao watakuwa na uwezo wa kuisaidia zaidi timu, kwa sababu ni Yanga inaenda kushindana na timu kubwa barani Afrika. So hata pia ukiweka target labda za kucheza group stage, manake opponent ambao anaenda kukutana nao kwenye group stage ni timu kama Mamelodi Sundowns, labda timu kama CR Belouizdad, timu kama Raja Casablanca, Wydad Casablanca, ndio timu ambazo una expect kwenda kukutana nazo. Kwa hiyo unavyoenda kukutana na timu za aina hiyo, hutakiwi kuwa na wachezaji wa kuungaunga, unatakiwa kuwa na wachezaji ambao ni quality ya juu zaidi, ambao wana uwezo wa kuonesha performance bora zaidi. Kwa hiyo kwa kile ambacho Yanga wamekitarget kama club kwa maana ya malengo yao, Israel Patrick Mwenda sio mtu ambaye anatosha kwenye target ya msimu mzima, ila ni mtu ambaye kwa wachezaji wa ndani wanaweza kumweka kama main target, kwa sababu ukimuondoa sasa hivi Shomari Kapombe kwa mabeki wa kulia, mwingine ambaye anafuata kwa kuwa na performance nzuri walau kwa wachezaji wazawa ni yeye Israel Patrick Mwenda. Kwa hiyo kumweka kama target namba 2 au namba 1 kwa wachezaji wa ndani ni jambo la kwanza la msingi, lakini pia wapo wachezaji wengine ambao huenda wakaondoka kwenye kosi ya Young Africans, akiwemo Pacome Zouzoua ambaye pia huenda akaondoka kwa sababu hajasaini mkataba mpya. Max Nzengeli pia anahusiwa kujiunga na klabu ya Simba. Hizo zote ni tetesi tu, ni taarifa ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii of course, lakini tunajua kinachozungumzwa kipo siku zote, na sisi kama waandishi hatujai kuandikaga taarifa ambayo haipo. Yani always taarifa yote ambayo inaandikwa unakuta ipo, kwa sababu watu wanapata taarifa kutoka kwa wachezaji, wanapata taarifa kutoka kwa managers wa timu na vitu vingine kama hivyo. Ingawa pia mipango ya Young Africans na ambayo imewekwa, ambayo wamekuwa nayo pia, ambao wanatarajia kuwa nayo kwa msimu unaokuja, ni kuboresha kikosi chao kwa kuondoa wachezaji ambao hawana umuhimu. Tayari mazungumzo yameshaanza kwa Mohamed kwa Jonas Gerard Mkude, ambaye tayari wamefikia makubaliano mwishoni mwa msimu ataondoka kwenye klabu ya Young Africans, lakini pia Shuaboy pia ataondoka mwishoni mwa msimu. Farid Musa, Dennis Nkane pia ni wachezaji ambao wanatajwa kuondoka mwishoni mwa msimu kutokana na viwango vyao kuto kuendana na ile kasi ambayo wanao Young Africans. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya majina ambayo yanatajwa kwamba huenda yakaondoka kwenye kosi ya Young Africans na wakaja kuingiza wachezaji wapya. Lakini pia mmoja wa wachezaji pia ambao wanatajwa kuingia ni pamoja na Mohamed Hussein ambaye ni beki wa kushoto wa klabu ya Simba, ambaye pia mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu akiwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo Yanga pia wanafikiria kuanza mazungumzo naye, na kama mambo yataenda vizuri atajiunga na Yanga mwishoni mwa msimu. Na mtu ambaye anamsimamia Mohamed Hussein ni mtu ambaye pia amefanya kazi nzuri na Young Africans, kwa sababu ni mtu ambaye ana experience kubwa kama manager na ameshafanya kazi na Young Africans kwenye maeneo tofauti. So kwa kile ambacho tayari wamekifanya kwa pamoja, inaweza kuwa na urahisi mkubwa kwa wao kumpata Mohamed Hussein Shabalala, na Mohamed Hussein ni mmoja wa wachezaji bora sana kwenye kosi ya Young Africa cha Simba. Kwa hiyo kama atafanikiwa kuondoka na kujiunga na klabu ya Yanga atakuwa amelamba dume kwa namna moja ama nyingine. Na ukitazama kwenye eneo ambalo linasumbua sana Yanga kwa upande wa beki wa kushoto,
ni eneo ambalo limewasumbua kwa muda mrefu by the way. Angalia amekuja ameingia Shadrack Kiboka, hajafanya vizuri sana. Ameingia nani bwana mdogo Nixon Kibabage pia naye hajafanya vizuri sana. Kwa hiyo kwa kile ambacho kinafanyika mpaka hivi sasa naamini kwamba kuna jambo kubwa ambalo linaweza kwenda kutokea mwishoni mwa msimu. So tusubiri tuone nini ambacho kinaenda kufanyika, lakini naamini kwamba ni mchezaji ambaye anaweza pia kwenda kujiunga na Young Africans kama kitatokea kama ikitokea labda wamefikia makubaliano, kwa sababu pia inaelezwa kwamba hata Mohamed Hussein na klabu ya Simba bado hawajafikia makubaliano ya kusaini mkataba mpya. Kwa hiyo chochote kina uwezo wa kwenda kutokea.